Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujambo mtazamaji wa Al-Fatah TV online popote unapotutazama. Ni matumaini yangu ni mzima wa afya na karibu tena kwenye kipindi hiki maalum, kipindi ambacho huwa kinakupa nafasi tu ya kuweza kukutana na watu mbalimbali na kupata taaluma tu pale tunapata fursa ya kupata mgeni katika studio zetu za Al-Fatah TV online. Na leo ndani ya studio zetu tuna ugeni adhim kutokea Uingereza. Tunaye Maalim Sabri Abdallah Mohamed. Yeye tutafahamu machache kuhusiana na yeye, lakini tutakuwa tukizungumzia juu ya mtazamo wa vijana. Mafanikio hayapatikani isipokuwa ughaibuni. Atatupa anayoyafahamu, ameishi ughaibuni na anakuja hapa nyumbani. Tutakuja kuangalia mambo mbalimbali. Hivyo ni kuombe mtazamaji kwa moyo mkunjufu sasa kuwa nasi katika majlisi haya ili tujifunze mambo mbalimbali, lakini naona nafasi ya kuweza kushiriki katika vipindi vyetu. Fursa zipo kwa wataalamu na wadau mbalimbali kwa lengo la kuja kutoa elimu hapa Al-Fatah TV online. Maalim Sabri, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Alhamdulillah ala kulli hal. Mashallah. Nimefurahi sana kufika Al-Fatah Studio online, TV online. Na nashukuru sana kwa makaribisho haya adhimu. Na mimi ni miongoni mwa watazamaji mahiri wa Al-Fatah TV online. Kwa hivyo nimefarajika sana leo kufika hapa. Jazakallah khair. Amin. Kwa kweli na sisi kwetu ni furaha na heshima kubwa kuja Zanzibar pamoja na majukumu ya familia, lakini majukumu mbalimbali ukatenga wasa wa kuja hapa kushirikiana na sisi na kutoa elimu. Tunakushukuru sana. Jazakallah khair. Mimi nakufahamu pia kwa kukuona kwenye mitandao mbalimbali ukiwa uko UK. Lakini kwa mukhtasari kabisa tungetamani basi tukufahamu walau kwa uchache ili mtazamaji pia ajue wewe ni nani kwa mukhtasari. Karibu sana. Mimi ni naitwa Sabri Abdallah Mohamed na ni Mzanzibari takriban. Nimeishi takriban UK Uingereza kwa miaka isiyopungua 16-17. Kwa hivyo nimeondoka nikiwa kijana mbichi. Sasa washta'ala ar-ra'su shayba. Kichwa kinaanza kuwaka kwa mvi. Lakini alhamdulillah tupo. Mimi ni mwalimu na nafanya kazi na vijana, youth worker, na nafanya kazi as a community engagement officer. Kwa hivyo mimi kazi yangu sana na deal na vijana na community mbalimbali. Nimefanya kazi mbalimbali katika uhai wangu na interest kubwa yangu vile vile kuwaunganisha vijana na watu, wanawake, watoto katika kuamsha ile fikra ya kwamba tuko ughaibuni lakini vile vile tusisahau nyumbani. Tusisahau nyumbani. Tukirudi kidogo kwenye maisha ya Zanzibar. Una kumbukumbu gani ambayo ukimkumbusha mtazamaji anaweza kukukumbuka? Miaka 16 ni muda. Naam, basi sahibu zangu wote wa mjini kule Stone Town. Tumezaliwa Vikokotoni, tukakulia Vikokotoni, Kikwajuni, na kule Soko Mhogo au Shangani. Kwa hivyo watu wakitaja Shaksi, Masjid Shaksi, basi Sabri atakuwa ni maarufu, takriban watu watakuwa wamenifahamu. Sheikh Ali bin Isa bin Sulaiman al-Shamakhi ni mwalimu wetu kipenzi, pamoja na Sheikh wetu Sheikh Salim Sabbah Mubarak ambaye nafikiri ni mgeni wako sana katika Al-Fatah TV online. Kwa hivyo Shaksi na Maalim Sabri huwezi kuvitenganisha. Tunajua mazingira ya Kizanzibari, mtoto anaanzia kwenye makuzi zaidi ya Qur'ani na kuhifadhi Qur'ani na mambo ya khairat kama haya. Kwako ilikuwaje? Alhamdulillah, wallahi kwanza wazee ma qassaruna shay. Hawakutunyima chochote katika hilo. Mamangu mzazi takriban yeye alichukua juhudi za dhati kuhakikisha kwamba mimi kwanza siwi kaka tu katika nyumba bali nakuwa a unique kind of brother. Yani niwe ni kigezo chema kwa ndugu zangu ambao wanafuatia. Kwa hivyo tulipelekwa Shaksi kipindi kile, tukaweza kusomeshwa Qur'ani na tukahifadhishwa Qur'ani katika umri mdogo kabisa. Tukiwa 15, 16, 17, 18 years old tulikuwa tumeweza kuhifadhi Qur'ani yote. Inshallah. Alhamdulillah tumeparticipate katika mashindano Qur'ani mbalimbali. Hatusemi haya kwa kujisifu, lakini ilikuwa tashjii ala al-akharin. Ili tuweze kuwa encourage, tuweze kuwa shajiisha wengine. Na ni mambo ya msingi ambayo yametoweka kidogo katika mjitamaa wetu, lakini tutakuja kuyazungumza. Kwa hivyo tulianzia hapo, na haikuwa Qur'ani tu.
bali Shaksi ilikuwa ni as a center and beacon of knowledge. Kwa hivyo ilikuwa ni watu hawasomi Qurani tu, bali wanapewa fani nyingine mbalimbali, albalagha, lugha al-arabia, al-fiqh, al-sira na mambo mengine yote. Kwa hivyo alhamdulillah tulipata hapo, tukapata makuzi hayo ya kheri, na ndio yakatufanya tuwe hivi tulivyo mpaka hivi sasa. Maalim Sabri, tuna mada hapa, mtazamo wa vijana, mafanikio hayapatikani isipokuwa ughaibuni. Kabla tujaingia katika hii mada, nini kilikusukuma ukaamua maisha ya ughaibuni? Wallahi ni miongoni mwa hao vijana katika rika langu la kipindi hicho. Nilikuwa na huu mtazamo finyu, niwite mtazamo finyu, na ni mtazamo ambao sisi tuliurithi, vijana wa mjini tuliurithi, kwa sababu kule mjini sana tulikuwa tunakaa na mabaharia. Tulikuwa watu wa dini, lakini tukikaa na mabaharia, na mabaharia katika mitazamo yao kwamba wao wanaona mafanikio, change au success haipatikani isipokuwa usafiri. Kwa hivyo tuliurithi husemi, na tukawa saa nyingine kulikuwa kuna fursa mbalimbali, kwa sababu kwa mfano mimi nimeondoka wakati nishamaliza degree yangu ya kwanza tuliposoma IU Islamic University in Uganda, lakini still nadharia inapokuwepo katika jamii inakuwa inawaathiri wengi. Ndio wanasema katika msemo wao, kivumacho mjini si haramu. Lakini ni usemi ambao una maafa ndani yake. Sio kila kivumbacho mjini si haramu, kuna vingine inakuwa ni haramu, lakini watu wanavichukua. Kwa ufupi, ala kulli hal ni nadharia iliyokuwepo zamani na ipo mpaka sasa. Kwa hivyo tukaona kwamba maendeleo, mafanikio hapatikani mpaka watu wasafiri. Lakad awrathna hadhihi alfikra, tuliirithi hii kwa kupitia vijana wenzetu na wenzetu waliotangulia kwenda Ulaya. Lakini tulipofika huko tukaona mambo ni tofauti. Mambo ni tofauti. Waarabu wanasema lisanu halin afsahu min lisani almaqal. Ukihadithiwa kitu na ukuja ukakiona mwenyewe, basi vinakuwa ile hali halisi inazungumza lugha fasihi zaidi kuliko vile ulivyohadithiwa. Kwa hivyo tukafahamu kwamba sio kweli kwamba mafanikio si lazima kwamba mtu hawezi kufanikiwa mpaka asafiri ende Ulaya au ahame nchi yake. Lakini kama tutakuwa tumeanza sasa katika maudhui yetu, haya wataalamu wa hii fani ya mafanikio au change or development or success wingi sana. Miongoni mwao mtaalamu mashuhuri anaitwa Kurt Lewin. Kurt Lewin amekuja na model ama theory kabisa. Amesema ili watu waweze kufanikiwa ni mfano wa barafu. Yeye kaja na theory of ice. Anasema barafu ili uweze kuibadilisha katika ubarafu wake, kwanza unataka ufanye nini? Unfreeze. Kwanza unataka uyeyushe. Kwa hivyo watu ambao wenye mtazamo kama yetu ya zamani na vijana wa sasa ambao wanatazama kwamba ukiona mtazamo kwamba mafanikio hayapatikani mpaka usafiri, uende ughaibuni, uende Ulaya, uende Uchina, kwanza unfreeze that ideology. Hiyo mindset kwanza iyayushe, iondoshe. Hiyo ni stage ya kwanza, kwa sababu mafanikio yanapatikana hapa Zanzibar na hapa kwetu Afrika. Stage ya pili, unfreeze and then change. Ukishaku unfreeze, ukishakuiondosha hiyo ideology, sasa lete fursa za mabadiliko. Kwa nini watu wanakuwa na mitazamo ya kwamba mafanikio hayapatikani kwetu mpaka tusafiri? Kwa sababu kwanza wanakuwa wenyewe hawana skills za kutosha. Sheikh Rashid, kule kwetu kipindi kile ilikuwa mtu anaamka asubuhi anakula kwa mama, anafungua kawa, anaamka asubuhi anapiga simu tu anataka aletewe kiatu kizuri, jinsi nzuri, halafu hana skills za kufanya kazi, lakini anakaa barazani, anakaa kijiweni, anajishughulisha na mambo. Na sasa hivi kumekuja mitandao, mambo ambayo kwa hakika hayamwingilizi tija yote. Hajifunzi ujuzi hata wa kutengeneza nyumba, hajifunzi ujuzi wa kwa seremala, hajifunzi ujuzi wa mitandao, hataki kusoma. Sasa wewe, how can you become successful? Unafikiri ukipata fursa kwenda ughaibuni, can you really be successful? Ughaibuni society, the western society inataka watu ambao wana skills. Kwa hivyo skills manake kuwa na ujuzi. Na ujuzi sio PhD. Mimi sizungumzi degree wala masters wala PhD. Nazungumza kuwa mshoni mashuhuri wa Zanzibar hapa. Basi kwa ujuzi wako huo wa kushona, kwa ujuzi wako huo wa kufuga kuku, kwa ujuzi wako huo wa utasupply mayai Zanzibar nzima. Tuna makampuni mangapi sasa hivi, tourist companies. Tuna shortage of supply. Hapa sisi kwetu tuna uhaba wa mambo mingi, Sheikh Rashid. Tuna uhaba wa chakula, tuna uhaba wa mambo chungu zima, technology. Kwa hivyo kinachotukwaza ni kwamba watu hawana ule ujuzi wa kutosha. Sisi kule tuliishi na watu ambao, kwa mfano wa Zimbabwe, wa Nigerian,
Southern African, watu kutoka South Africa, West African, North Africans, wanakuja watu na ujuzi wao kamili. Sisi tunatoka East Africa, most of the time tunakwenda kujifunza ujuzi kule. Na cha kushangaza zaidi kwamba shule zetu zinatufunza theories, tunafika kule tumejaa theory lakini hatuna skills, hatuna practice. Hayo ndio matatizo. Kwa hivyo unfreeze, kwanza tuondoshe hiyo dhana. And then change, sasa tuwete mawazo ambayo yatakaribisha mabadiliko. Na la mwisho, Catlin anasema and then refreeze. Refreeze maana yake sasa igandishe tena ile barafu yako. Unaiayusha, unaitia maji mapya, alafu refreeze, unaigandisha. Unaigandisha vipi? Unatakiwa tujifunze kwamba maendeleo yanatakiwa yasimamiwe. Change needs to be supervised. Tulipokuwa chuo kikuu tulisoma miongoni mwa modules zetu, paper tulikuwa tukisoma wanaita the management of change. Haya mabadiliko na mafanikio ambayo mtu anataka kwenda Ulaya, mtu anataka kwenda India, anataka kwenda China, yanatakiwa lazima yawe manage, lazima yalindwe, lazima yasomewe. Kwa mfano, mtu wewe unaweza kumpa milioni 50 aanze biashara. Nataka mabadiliko mimi. Sitaki tena kwenda Ulaya. Kama hujakuwa na financial literacy, hujasoma vipi kulinda na kuchunga, how to conserve finance, how to protect. That's why watu ndio wanasoma to the level of PhD, DBA, Doctor of Business Administration. Kwa nini watu wanasoma mpaka hapo? Doctor of Business Administration manake unasomeshwa kampuni hii, fedha yake, mwekezaji anapokuja hapa, vipi unaweza ukaichunga fedha ya watu mpaka ikaja katoa tija. Kwanza ikawanufaisha hawa wafanyakazi wanaofanya hapa, halafu yule aliyokuja kuwekeza naye akafanya nini? Akapata faida yake na kampuni inaendelea kurun. Kwa kupitia marketing, vipi mta advertise vitu vyenu, sio kwa hasara, kwa sababu marketing as a field kwanza inataka pesa nyingi. Kwa kupitia human resource, hawa watu mtawekeza vipi? Je, mtawatrain vipi? Mtawapa incentives vipi? Mtawalipa vipi mishahara yao ili waweze kutoa tija? Mfanyakazi ambaye humshughulikii na maana ataondoka. Unaona? Kwa hivyo mtazamo wa kwamba mabadiliko au maendeleo hayapatikani mpaka kwenda Ulaya katika hii 2025, mimi naona ni mtazamo ambao ni finyu na tunatakiwa tuupige vita. Kuna fursa nyingi Sheikh Rashid sasa hivi. Kwanza tuishukuru serikali yetu, Dr. Hussein Mwinyi na jopo lake, Mheshimiwa Rais, niwashukuru Dr. Samia, niwashukuru viongozi na private sector as well. Fursa zipo nyingi, lakini kama mtu hana skills, bado tuna uoga. Takriban wote wana kwamba nimalize degree nikaajiliwe na serikali. No. Kuna watu wanajenga majumba, kuna watu wana invest mpaka Uganda kwa mradi wa kufuga kuku tu. Kwa hivyo lazima tuingie katika entrepreneurship. Na entrepreneurship manake ni field ambayo tunasema Kiswahili ujasiriamali, lakini in a bigger scale. Sio ujasiriamali wa ndani tu, ujasiriamali wa kwamba una financial literacy. Unajua hapa nipo ninapoanzia, lakini mimi mtazamo wangu nataka kuwa kama Bakhresa. Nimalizie kujibu swali lako. Miongoni mwa assignments mimi nilizifanya, kuna billionaire mmoja wa China anaitwa Jack Ma, nafikiri unamjua. Huyu ni founder wa Alibaba. Alibaba ni wanaita platform, e-learning, electronic platform ambayo unanunua kitu sehemu moja na ina supply ulimwengu mzima. Alibaba, huyu Jack Ma ambao ndio mwanzilishi, alikuwa ni mtu very poor. He was a school teacher. In fact, he was an English teacher. Sawa? Akafika mahali kwamba kule China unajua lugha ya Kiingereza haitumiki sana. Kwa hivyo watu wengi wa Chinese hawa speak English language, hawajui Kiingereza. Yeye alibahatika akawa yeye ni mkalimani, akawa translator. Miongoni mwa walikuwa akija alikuwa ni matajiri kutoka America. Na summarize to cut the story short, ina maana akapata fursa kwamba akapelekwa Marekani tu, akaona what they call an internet. For the first time akaiona hichi kitu kinaitwa internet. Mkalimani huyo akamuuliza yule bosi wake ambaye anamfanyia translation, tafsiri, unaweza kanifungulia na mimi website kwamba nikawa niko China, halafu nyinyi mkitaka kufanya ukalimani mimi naweza nika-communicate na watu, kwa sababu unaweza kufanya kazi ndogo tu hiyo, utakufanyia website. Akasema ukinifanya hivyo basi mimi nitakuwa nishakuwa milionea. Kivipi? Basi alipofungulia website hakukaa tena America. Tazama watu ambao wamechukua skill, wamechukua fursa, karudi zake kwao. Kwa sababu alikuwa na skills already, karudi zake kwao, akaji advertise kwamba yeye ni mkalimani maarufu kwa billionaires wote wanataka kwa Marekani, Australia, UK na akatajirika. Mwisho akasema no, sitaki tena kuwa translator, sasa hivi nataka niwe specialist wa kusupply services and goods ndani ya China na watu wapi 1 point something billion. Kwa hivyo alitajirika
kwa ujuzi wake mdogo tu wa kuwa yeye ni interpreter au yeye kuwa ni translator, lakini kwa kutumia maarifa. Tunaona vijana wengi hasa kutoka Afrika Mashariki na maeneo mengine wameathirika na hii mitazamo ya kuona kuwa mafanikio yanapatikana ughaibuni. Wewe umeishi Zanzibar na sasa uko Zanzibar na maisha ya ughaibuni hasa unayafahamu. Hebu jaribu kutupa uhalisia ili sasa tuione njia, hasa vijana ambao tunatamani tukatafute maisha ya ughaibuni. Sheikh Rashid, wallahi Western society, Western life ni maisha yako very tough. Ni maisha ambayo kwanza hakuna, there is no social life. Hakuna maisha ya kusuhubiana, ya kwenda mazikoni na kurudi, kwenda msikitini ukapata sala 5. Haya ni maisha ambayo magumu sana. Ni takriban watu wengi tunasali makazini. Na maisha ya kusuhubiana, ya urafiki, ule udugu, hayo hayapo. Ni maisha ya kitumwa. Ni maisha ambayo wewe unaabudu kazi na kazi inakuabudu wewe. Hakuna baba, hakuna mama, hakuna mjomba, hakuna rafiki. Kwa hivyo ni maisha ambayo vile vile yanaweza kapelekea, ndo katika, sijui kama tuingie katika faida zake. Sasa kuna faida tutagusa, tutakuja huko. Ni maisha ambayo yako tough in a way, lakini kwa kuwa sisi tumetoka katika system ambazo bado zipo, ndo zinaendelea. Wale washafika katika ukomo wa maendeleo. Kwa hivyo wale wananchi wao wamefanya kama ni kama human robots. Ni kama human robots. Nitakupa mfano mzuri. Ili wewe umiliki nyumba kwa mfano hapa kwetu Zanzibar au Tanzania kwa ujumla, basi fanya kazi kwa bidii upate kile kikataa au kile kiwanja tu kidogo, basi ukapata ukaenda zako mbio ukapiga foundation ukajaribu kunyanyua. Inaweza kukuchukua miaka 10 wewe mfano, tuseme maskini. Lakini kwa Muingereza au Mjerumani au Mspanyola au Italians, Europeans nazungumzia, au Americans, Western societies, inaweza kumchukua mpaka miaka 30 anailipia nyumba moja tu. Yani ni watu ambao washaekewa ile mazingira, nyumba zishajengwa, hususan kwenye Europe. America kidogo iko different. Kwa hivyo wao wanatakiwa wakatwe katika mshahara wao. Mshahara mmoja unalipwa pound 2000 au euro 2000 au 1500, utalipa rent. Kama unainua nyumba sasa, unakaa kwenye nyumba unalipia miaka 25 mpaka miaka 30. Sasa huo nimekupa mfano mdogo tu. Na the cost of living, yani maisha, ile gharama ya maisha imekuwa ni kubwa sana. Sasa unajiuliza, kama mtu aliondoka hapa kwanza akadima mpaka akapata uraia au hizo karatasi za kuishi miaka 5 au mpaka miaka 10, halafu akachukua miaka 25 kutaka kununua nyumba, huo si ndo uhai mzima jamani? Ukifuga kuku miaka 5 tu miaka 10, wewe ushakuwa tajiri Zanzibar. Unaona? Kwa hivyo, lakini kulikuwa kuna fursa nyingi za kilimo kwetu hapa, lakini tuliziachia. Lakini kwa kuwa na nadharia ile ya kwamba tukienda kule, kwa sababu watu sana wanatazama ile currency value kwamba paundi moja ni sawa na shilingi 2500 au shilingi 3000, rate inapanda na kushuka. Kwa hivyo mimi nikifika pale maana yake mimi nishakuwa tajiri. Sasa uchumi hautizamwi hivyo. Uchumi unatizama ile pesa yako unaoipata unaitumia vipi pale as well. Income and expenditure as well. Ikiwa unapata pound 3000 lakini matumizi yako ni pound 2800, maana yake bora ukakae sehemu ambapo unapata pound 500 lakini matumizi yako pound 100. Unaona? Kwa hivyo hiyo ni hali halisi. Kwa hivyo kwa ujumla ni maisha ambayo yako very tough, na ni maisha ambayo ukiwa laini kidogo unakuwa huyawezi. Na ndio maana kuna watu wanarudi vile vile hapa wanachanganya. Na watu wanaorudi kutoka West, kutoka ughaibuni, mara nyingi sana kama hakufanikiwa, basi anakuwa unamuona mara anaingia kwenye madawa kulevya, au anaingia kwenye ulevi, au anaingia katika mambo ambayo watu tulikuwa tukijiuliza kwa nini? Kwa sababu anakuwa total loser. Kuna vipengele vile ambao natamani tuvizungumzie hapa. Kwanza kuna ile dhana, watu wanasema, watu wana mitazamo kwamba kuishi ughaibuni ni ukafiri. Pamoja na hiyo pia, baada ya kupata jawabu, basi tungependa kujua sasa, nyinyi wenzetu mko kule, faida gani ambazo mnaziona kweli hizi ni fursa na bado tunastahiki kuendelea kuwepo hapa? Mashaallah. Kwanza Kiislam, sisi kwa Islam kuishi ughaibuni si ukafiri. Takriban Qurani yetu imetuambia si tutembee, walladhi ja'ala lakumul ardha dhalulan famshu fi manakibiha kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Qurani kwa suratul Mulk. Na aya nyingi, qul siru fil ardi fanduru. Mwenyezi Mungu anasema ameijalia kwa hii ardhi kwa ni tandiko, dhalulan maana yake ni dhalili, imetandikwa iko chini. Famshu fi manakibiha, si tutembee katika vipengele vyake, katika pembe zake. Wa kulu min rizqihi, Mwenyezi Mungu alijua kwamba saa nyingine
sehemu moja riziki inaweza kawa kidogo ngumu, kwa hivyo watu waondoke waende sehemu nyingine. Wa ilaihi nushur, lakini watu wasijisahau, wajue kwamba kurudi ni kwake. Mtume sallam anasema katika hadithi, sumu tasihhu wazakku tuflihu wasafiru taghnamu, fungeni mtapata afya, toeni zaka mtafanikiwa, wasafiru taghnamu, safirini mtapata ghanima, mtapata faida, mtatajirika. Kwa hivyo wanazuoni walichochelea sasa ni kwamba kuna saa nyingine unaweza kusafiri ukaenda ughaibuni ukapelekea adhaya ad-dini, kupotea kwa ile dini yako, kupotea kwa kile kizazi chako. Sasa hapo ikiwa mtu ameishi pahala akaona kwamba sasa kuwepo kwangu hapa kutapelekea sasa dini yangu sasa itaharibika, hapo wanazuoni wanasema no, hiyo sehemu itakuwa ni haramu kwako wewe kuishi, unless utakuwa wewe umeshurutishwa, unaishi chini ya force, under force and aggression. Kwa mfano Afghanistan, nakumbuka USSR kipindi kile, Russia walivamia Afghanistan, walivamia nchi nyingi vile vile. Mimi nilikutana na Afghanis wengi kule UK, wengine wakasema mpaka ilibidi wabadilishe mpaka majina yao. Kwa sababu gani? Ule utawala ulikuwa so threatening, ulikuwa unatisha na vitisho vikali mno. Kwa hivyo mpaka kulibakisha lile jina la Kiislamu ndani ya nchi yao. Hawa walikuwa ndani ya nchi yao, pia ilikuwa ni kupati kazi. Sasa mtu katika kipindi kama kile, hali kama ile, mnakuwa mtu kama dini yako sasa imekuwa inahatarishwa na bidii. Ama kwa watu ambao takriban wamekwenda katika hali ambayo haina vitisho, Uislamu unasema watu fursa zipo. Kwa mfano watu wanapoishi ughaibuni kuna faida nyingi, Sheikh Rashid. Ya kwanza kabisa ambayo watu haitambui, ughaibuni kuna kufundisha patriotism, uzalendo. Mimi safari moja nilikuwa bado natumia passport yangu ya nyumbani ya Kitanzania, ikaisha muda, nikaenda migration department. Nilipokuwa nabadilisha pasipoti, walikuwa wakinihudumia, nafikiri pia nao vile vile hawafahamu haya maswala kwa sababu hayawatanzi watu wa nje tu, mpaka baadhi ya ndugu zetu wanafanya kazi katika ofisi vile vile za kiserikali. Wao wanaona kwamba walioishi nje ni maadui tu wa nchi hii au hawaipendi nchi hii. Lakini mimi nikawafahamisha, wakaambia hakuna watu ambao wanakupenda kwao kama wale watu waliozaliwa nchi hii halafu wakaondoka. Unapoondoka unapata ile dhauk, ile unaonja ile pain ya kuishi ughaibuni. Sababu ughaibuni kuna maumivu yake, alghurba, kuna maumivu yake unapoishi ughaibuni. Fursa zinakuwa tofauti na kwenu. Nikajaribu kuwafahamisha, jamani, msione kwamba kila anayoishi nje ya nchi ni adui. Nyinyi mnatakiwa mjenge ukaribu sana, mjenge pamoja na hawa watu ambao wako nje, kwa sababu kuna fursa mbalimbali. Hawa wakijihisi kwamba bado wanahitajika nyumbani, basi watakuja, watainvest, watakuja hapa, na second generation, kizazi cha pili kitakuja hapa. Kwa hivyo kwanza cha msingi zaidi katika kusafiri, Sheikh Rashid, watu wanajifunza uzalendo. Asikudanganye mtu. Watu walioondoka nchi, jopo la mwanzo la influx of immigrants, nafikiri miaka 60s, baada ya mapinduzi, watu walikwenda nchi za Arabu, Dubai, wengine kwenda Oman na nchi nyingine. Wale watu ukikutana nao, Sheikh, nafikiri umekutana nao wengi, ukizungumza nao wanaipenda sana Zanzibar. Wanaizungumza, wanaikumbuka ile Zanzibar, wanaitakia mema Zanzibar. Ukiachia mbali ya watu kwanza 95 na mengine kwenda Ulaya, na watu wanaizungumza Zanzibar kila leo. Kwa hivyo hilo la kwanza. La pili, ughaibuni kunatufunza kwamba siku zote uwe alert, you need to stay put. Kwamba hapa nimekuja si nyumbani, lakini na kizazi. Kwa hivyo kile kizazi chako kwanza unakienga kweli kweli. Na hii nitakuja kuiunganisha kidogo, kwa sababu unapokuwa nyumbani saa nyingine una relax katika kimalezi na makuzi ya watoto. Unaona bwana? Kwa hivyo wazazi wanaoishi ughaibuni, Sheikh Rashid, kwa watoto wao wanakuwa very very alert. Wanakuwa hawataki watoto wao hata itokee sababu ndogo aporochoke katika maadili. Kwa sababu gani? Wanajua wanaishi katika society ambayo it is intoxicant. Manake ishaharibika already. Ni society ambayo imejengwa katika misingi ya freedom. Manake kule mtu anaambiwa iko huru. Ikiwa mwanamume anataka kubadilisha kuwa mwanamke, ikiwa mwanamke anataka kubadilisha mwanamume, natokea watoto wadogo manake wanapewa hizo nadharia. Na vitu kama hivyo. Kwa hivyo mtu anakuwa kwanza anajichunga mara nyingi sana, na anakuwa yuko very close
watoto wake, kuhakikisha kwamba hawapotei. Faida nyingine, inatujenga sisi kimtazamo kwamba tuwe hard working people. Mtu Sheikh Rashid alikuwa kidogo lazy hivi, kidogo mvivu, wewe mpeleke Ulaya tu. Kulikuwa kuna wimbo wa zamani wazee wanasema, mtoto mzuri mpeleke skuli, mtoto mbaya tumpeleke Ulaya. Usemi huu una mantiki kubwa kweli kweli. Mtoto mbaya alikuwa bado yuko lazy hivi, hataki kujikurupusha, tumpeleke Ulaya. Maana ukipeleka Ulaya utakazana. Kule unajifundisha maana ya time keeping. Maana kwa kikwambia unaanza kazi saa 1, maana yake 6:30, 6:30 ushafika, 12:30 ushafika. Kwa kuwa wanakulipa kwa saa na huduma zao wanatoa kwa saa, na wewe pia utailipa taxi vile vile kwa saa. Unaona? Kwa hivyo wanakulipa unachostahiki, lakini utatoka jasho, halafu hakuna dhulma. Kwa hivyo utafanya kazi kwa bidii, utakuza skills. Ndio maana hata serikali yetu kwa sasa walikuwa, kwa sababu wana department ambao wanadili na diaspora. Kwa hivyo wanataka watu ambao walioishi kule wakajifunza na wakafanya kazi waje kuimarisha nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu wanajua ile nguvu kazi ya kule. Wewe ukiishi na wa Scottish na Irish na Eastern European, Czechoslovakia, hao watu ukimkuta mwanamke anafanya kazi masaa 14 ndani ya warehouse, Sheikh Rashid, mtoto wa kike anafanya kazi 14 hours. Wewe utashangaa, sisi kwetu kule tukifanya kazi masaa 8 tu watu washachoka. Ukienda maofisini baada ya masaa 7 6 watu wamechoka, wengine wana take long break, wengine wanakula mbatata za urojo. Kwa hivyo kuna faida nyingi za kutoka, japokuwa kuna hasara zake vile vile ambazo tutakuja kuzungumza inshallah. Kabla tujakwenda kwenye hasara, hebu kidogo tupe ufafanuzi hapa. Vijana wengi wanavutiwa sana kwenda Ulaya au ghaibuni, ni kuangalia maslahi hasa ya kipato. Na wenzetu ambao mnaishi ughaibuni, hasa kwa Zanzibar, familia nyingi zinasaidiwa na kuendeshwa na sehemu ya familia ambayo iko ughaibuni. Vijana na wao wakiona vile kaka yuko nje, dada yupo nje anasaidia familia, na mimi nikienda kule nikitoboa, basi nitakuwa msaada kwa familia. Atachukua jitihada za hapa na pale za kutafuta safari. Lakini hali hasa ya utafutaji ughaibuni ikoje? Ina maana huyu kijana Sheikh Rashid ambaye ana mawazo haya, ndio tulikuwa tuna mawazo haya takriban sote, inabidi ajitolee muhanga. Kwa nini? Ajitolee muhanga kwamba yeye atachelewa kuoa au kuolewa. Ajitolee muhanga kwamba yeye atakuwa cut off, atakatwa kabisa na society na jamii hii. Kwa nini? Atakapoondoka, hatukufahamu hayo, yaweza ikamchukua mpaka miaka 10 kukubalika tu kuwa raia katika ile nchi. Imagine mimi nimekuta watu wamekwenda tukia 95, baada ya miaka 20 wamekuja kupata karatasi ya kuruhusiwa kukaa. Kuna waliobahatika baada ya miaka 5, kuna wengine 3, lakini kwanza kuna ile wastage of time, wanaita brain drain. Kama kuna mtu aliondoka hapa engineer, kuna mtu aliondoka hapa mwalimu, kuna mtu aliondoka hapa nurse, anapokwenda kule hususan kama mtu akienda kusema kwamba ni mkimbizi kwa mfano, ina maana anatakiwa badilishe kila kitu. Inaanza kumchukua yeye muda mkubwa sana mpaka hayo mafanikio anayosema aweze kuyapata, miaka inakuwa imepita. Baadaye anataka kurudi nyumbani wale na kinachouma zaidi sasa Sheikh Rashid, hawa wa nyumbani ambao mara nyingi sana tunafanya hiyo sacrifice, huo muhanga, pia hawa hawathamini huo muhanga. Kwa utakuta huyu kijana maskini anajitolea muhanga yakatafute ili awe yeye ni muhimili madhubuti katika familia kwa mama yake au baba yake. Hawa ndio utakuta kwanza inaletea uvivu. Hawa wengine vijana wanakuwa kazi hawataki, na kaka yangu yuko sehemu fulani, dada yangu sehemu fulani. Kwa hivyo bado nadharia haijakaa sawa. Nadharia hii na hisi tungewatizama Wahindi ndugu zetu ambao wao wanajaribu kuwork together, wanawake pamoja na wanaleta tija nyingi sana katika nchi zao. Tungependa sasa tuangalie upande wa hasara, kama zipo ni zipi? Naam, hasara zipo nyingi vile vile. Hasara ya kwanza Sheikh Rashid, watu wengi sana ambao wanaopata fursa kuishi katika western societies, au kwa Kiswahili niseme mujtama al-gharbi, yani mujtama ambao wa kimagharibi, inapelekea kwanza kupoteza dini yao. Kwa watu wengi sana ambao kwa hakika ile society imewakumba au ile jamii, kwa sababu ni jamii ambayo kama nilivyozungumza imejengeka katika misingi ya freedom, yani uhuru uliopindukia. Kwa hivyo mtu anafika pale anaona kwamba hakumbushi, husikia dhana, mawaidha yapo kwenye YouTube, misikiti ipo, lakini
inategemea naye mtu mwenyewe alipo na hiyo sehemu nyingi. Kuna watu wengine, kwa sababu kuna nchi nyingine wanauchukia hata Uislamu, hiyo Islamofobia ndio ipo sana. Kwa hivyo kusafiri vile vile kunaweza kumpelekea mtu akapoteza dini yake. Akiwa yeye kajitahidi, basi akapata mke wa Kiislamu kizazi cha pili, Sheikh Rashid, kuna maafa makubwa sana katika kizazi cha pili. Na wenyewe wanatuambia kwamba sisi lengo letu halikuwa nyinyi, kwa sababu sisi tunajua ninyi hatuwezi kuwapata nyinyi, lakini lengo ilikuwa ni kizazi chenu, kizazi cha pili na cha tatu, kwa sababu tunajua nyinyi mnaweza mkaporochoka kidogo mkarudi makwenu au mkastick katika maadili yenu, lakini kizazi cha pili ambacho tumekisomesha sisi, na hiyo nukta ya msingi kwamba watu wanaoishi kule muda mwingi sana, Sheikh Rashid, hawakai na watoto wao, kwa sababu ndio nikakwambia hii system ya kirobot, robotization. Ina maana hiyo system unaona kwa uko kazini masaa 14 masaa 12, ukirudi nyumbani mtoto kakaa na mzungu masaa 9 masaa 10, wanaimbishwa kwaya, hata kama waimbishi kwaya wanapewa mitazamo ya kizungu ya kimagharibi, mpaka unafika time unamuuliza mwanao, wewe ni nani? Anakuambia I am English, I'm Scottish. And wewe English ikiwa mimi baba yako na mama yako si hatakuwa English, wewe na bado tunafundishwa skuli. Kwa hivyo katika miongoni mwa hasara zake kwamba kizazi vile vile kinapotea. Jengine nimalizie hapa, kuna the loss of identity. Sheikh Rashid, sisi tuko hapa ndio tunasema nchi bado hizi zinaitwa developing countries, nchi ambazo bado zinakuwa. Mwanzo walikuwa kizita third world country, nchi za ulimwengu wa tatu, dunia tatu, wamekatazwa wasitumie msamiati huo. Sasa hivi wanaita developed countries, nchi zilizoendelea, and developing countries. Kwa hivyo nchi zetu hizi zinaitwa zenye kukua. Kwenye identity, ule utamaduni wa kwetu wa Mzanzibari, lugha yake, chakula chake, kivazi chake, mitazamo ya kumjua Mungu, kwa sababu kwanza Mswahili au Mwafrika awe Mkristo au Muislamu, katika nyumba zetu za Kiswahili kwanza unafundishwa kwamba ujue kuna Mungu. Sasa miongoni mwa hasara ni kwamba identity inapotea. Unaishi na watu ambao lugha ndio inatoweka, ile concept ya dini au mchango wa dini katika nyumba au katika jamii unatoweka, kwa sababu hizi ni jamii ambazo hazijali sana dini, to be quite honest. Wao wanaona dini ni kitu cha khiari. Dini ni kitu cha khiari, ukitaka utakifuata, usipotaka wewe mwenyewe tena utaamua unavyotaka. Na hata ukiwa baba, mfano unataka kidogo uwe madhubuti, uwe strict, hilo pia ni kosa katika jamii ile. Wanakuambia don't impose your values to your children. Yani hilo ni kosa, kwamba wewe baba, kama baba Sheikh Rashid, ukitaka mwanangu mie awe kama mimi, awe na sali sala 5, awe anasoma Qur'ani, anafanya hivi katika misingi ambayo umeleleka wewe, wanakuambia unafanya kosa. Sasa unaanza mitazamo yako unamrithisha, mwache mwenyewe, kazaliwa katika nchi huru, achague anachokitaka. Kwa hivyo kuna hatari kubwa ya mtu kukosa dini, kukosa kizazi, na vile kukosa identity, kwa maana mitazamo yetu ya Kiislamu. Na Maalim Sabri, kwa utafiti wako na uchambuzi wako, kama hali ndivyo ilivyo hasa hivyo, nini kinachowafanya watu wasirudi na baadaye wanazidi kualika wengine huko Ughaibuni? Swala zuri sana Sheikh Rashid. Wanasema maji uliovulia maji ukishavulia unabudi kuyaoga. Kumbuka Sheikh Rashid kwamba kuna watu wamekwenda tokea 1990s. Si wazungumzi wale waliokwenda kabla kwenye 70. Nazungumza hawa kwenye jopo kubwa la watu kwenye miaka 90. Hawa watu sasa hivi wana wajukuu Sheikh Rashid. Sisi tunaozesha, mimi miongoni mwa watu ambao mimi ni imam vile vile kule, ni mwalimu vile vile kule, ukiacha mbali kazi zangu tunaozesha. Kwa hivyo sasa tumekuwa na kizazi cha 3 ndani ya UK, tumekuwa na kizazi cha 3 ndani ya Germany, tumekuwa na kizazi cha 3 ndani ya America and Canada. Je, mtu akiondoka akikiwacha hichi kizazi moja kwa moja, hapo tena patakuwa kuna faida yoyote? Ina maana kiza kitakuwa totoro, hasara zitakuwa nyingi zaidi. Ndio maana ukakuta watu kwamba bado wanakuwa mgundani mgunji, anataka kurudi nyumbani, anaona hali halisi ilivyo sasa hivi, anataka kubali matukio, lakini sasa ana kizazi lazima akichunge, kwa sababu yeye ni mas'ulun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kuna malalamiko pia ambao tumekuwa tukisikia kwa baadhi ya ndugu zetu wa damu hasa kutoka Ughaibuni. Wanasema wanatumia nguvu kubwa sana nyumbani kusaidia kuwekeza, lakini wanapofika nyumbani
wanatokwa na machozi kwa kile ambacho amekishuhudia. Hii umeshawahi kuipata hii? Naam, kwa hakika ukianzia kwenye daraja ya mtu binafsi. Naam. Kwa sababu nadharia ni ile ile, Sheikh Rashid. Nguvu tunazozitumia kule, watu wanazotumia katika kufanya kazi ni kubwa. Kwa hivyo mtu anapoleta vile vijipesa vyake akasema bwana ninunulie kijiwanja, nisimamie mradi wangu huu, yule anayeletewa huku ndio yule aliyozungumza kashazoea kukaa barazani, hana skills, hajasoma chochote about project management, ushampa milioni 30-20 akujengea kitu fulani. Na hili pia ni kosa letu. Sasa unafikiri huyu mtu atafanya nini? Anapoteza zile pesa, au saa nyingine familia mtu inakuwa kwa hakika ina down, na ni malalamiko yetu makubwa sana. Na ndio maana sasa watu sasa hivi wanaona bora watafute watu outsiders, watu baid wa waajiri wanaweza wakawasaidia katika miradi yao kuliko watu wao halisi wa damu. Na kwa kuwa sisi tokea udogoni, unajua Sheikh Rashid, hatujafundishwa kusema thank you. Unajua watoto wa kizungu yani kiumba kidogo tunakwambia thank you, asante, ana appreciate, anathamini. Wewe hapa mfanyie mtu kitu, saa nyingine mfanyie wewe anachokijua yeye ni lawama tu. Naam. Fulani hakuniletea kitu fulani. Naam. Shekhe hajakusaidia, hana wema huyu mtu kwako. Na tizama, hata takriban tulikuwa tukizungumza siku moja na ndugu zetu wa Al-Firdaus, Jamiatul Firdaus. Wanasema tunapita, Sheikh Saleh Al-Hinai na mashekhe wengine, wanasema tunapita sehemu tofauti tunakuta hali iko mbaya misikiti, basi tunatafuta misaada. Watu wanaleta fedha, watu wanajengewa misikiti. Baada ya mwaka tu ukija kupitia ule msikiti, kwa kuwa hatujafundishwa ile kutunza vile vitu na kusema thank you, ile misikiti inakuwa imechakaa shekhe. Misikiti inavuja, misikiti mazulia imekuwa. Kwa hivyo utamaduni huu wa kuthamini vyetu ndio ile ile nadharia Sheikh Rashid. Ikiwa mtu hakuthamini kwao, hakuthamini nchi yake, akaondoka akaitupa miaka 30 au 20 ughaibuni, na yuko radhi aingie kwenye boti akazame, yani akifanikiwa fahu, hakufanikiwa anazama, yuko radhi kuitupa nchi yake, unafikiri udo kumpa chengine kipi ili aweze kukithamini? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakushukuru sana, na kwa kweli tumefaidika sana. Na wewe mtazamaji popote unapotutazama, tukushukuru sana kwa kuwa nasi, na kwa kweli ni vitu vya msingi ambavyo Maalim Sabri ameweza kuvizungumza. Tukushukuru sana na hatuna la ziada. Sheikh, jazakallahu khair. Jazakallahu khair Sheikh Rashid, inshallah tutakutana tena. Shukran. Asante Sheikh. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.